Kwa majina naitwa James Thomas Ezegia, ni mwanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara CBE campus ya Mwanza. Tupo hapa jioni hii ya leo kwa ajili ya kuweza kupata maoni mbalimbali kutoka kwa wanafunzi ambao wamefanikiwa kumaliza mitihani yao kwa siku hii ya leo na wanapata kurejea mtaani. Kwa hiyo tunataka tupate experience yao, ilikuwaje, mwaka wa masomo ulikuwaje hapa chuoni. Namuona brother hapa. Brother, mambo vipi? Kama kawa inakuaje? Shikia mic. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Edward April. Ndio. Nasoma diploma ya procurement. Ndio, mwaka ngapi? Mwaka wa pili. Na maana kwamba umemaliza mwaka wako wa masomo kwa siku ya leo, si ndio? Yeah. Okay, sawa. Sasa bwana, umesema Edward? Yeah. Tunatamani kujua kwanza kabisa kuhusiana na changamoto ya coursework. Kama tunavyofahamu, wanafunzi wengi wamekuwa wakikutana na changamoto za coursework wanapoingia chuoni. Kwako wewe, kwa upande wako ulikuwaje? Kusema kweli, kwa upande wangu hapo mwaka wa kwanza haikuwa rahisi, lakini kadri nilivyoendelea nikapata experience mpaka sasa hivi mwaka wa tatu namaliza. Nashukuru Mungu hajanipa shida kutafuta coursework. Kwa hiyo maana kwamba wewe coursework zako zote zimefika bila changamoto yoyote? Yeah, exactly. Sawa, jambo jema. Swali la pili, tungependa kufahamu changamoto ya mitihani ilikuwaje, umeuonaje mtihani, lakini pia matarajio yako ni yapi mara baada ya mtihani huu? Yeah, changamoto za mtihani zipo kama unavyojua, sio mitihani yote inakuwa imenyooka, kuna mingine inakuwa ina kona, lakini tunaendelea kumshukuru Mungu, sio mbaya. Tunatumaini matokeo yangu yatakuwa mazuri. Okay, Mwenyezi Mungu pia naamini atajalia na mambo yataenda vizuri. Sasa kwa kumalizia, tungependa kufahamu, kama tunavyojua mtaani pia kuna vijana ambao wameweza kuhitimu kidato cha 4, kidato cha 6 na wana matarajio ya kuweza kujiunga na elimu ya chuo. Ungewaambia nini vijana ambao wanatafuta nafasi katika vyuo mbalimbali kwa chuo cha CBE? Unawaambia nini vijana hao? Kwanza, kitu cha kwanza ambacho naweza nikamwambia kijana ambaye yuko mtaani, naweza nikamwambia kwamba akichagua vyuo, chuo kimoja hapo ambacho anabidi asikisahau kukichagua ni CBE, kwa sababu CBE inaofa elimu ambayo iko constant na ambayo iko standard kabisa. Kitu kingine pia, CBE inatoa mitihani ambayo kila mtu kama umesoma unaweza kaifanya. Hatuna mitihani ambayo ni migombo itamfanya mtu aweze kufeli au kupata sapu. Ni chuo ambacho kinaofa elimu nzuri. Kwa hiyo naushauri vijana wote ambao wako mtaani na bado hawajajiunga na chuo waweze kuchagua chuo cha CBE. Kuna kampasi ya Mwanza, kuna kampasi ya Dar es Salaam, kuna kampasi ya Dodoma, kuna kampasi ya Mbeya. Karibuni sana vijana wote wa mtaani ambao mnategemea kujiunga na chuo. Sawa, asante bwana Edward. Sasa kwa kumalizia, tungependa pia kujua kwa wewe hapa elimu ambayo umeipata, tunaamini imekujenga vizuri, si ndio? Sasa matarajio ya kwenda kukabiliana na changamoto za mtaani itakuwaje? Yaani wewe umejipangaje kwa ajili ya kwenda kukabiliana na zile changamoto ambazo zitakufesi moja kwa moja kule nyumbani? Tunajua changamoto mtaani zipo kama kawaida, si kama vijana lazima tunapitia changamoto, lakini kutokana na elimu niliyoipata kwenye chuo cha biashara, naamini hata nisipopata ajira kwa ajili ya serikalini, kwa elimu hii ambayo ninayo naweza nikajiajiri mwenyewe na maisha yakaendelea. Sawa. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyoona hapa tulikuwa tuna mahojiano mafupi zidi ya wanafunzi ambao wameweza kukamilisha mitihani yao kwa siku hii ya leo. Wameweza kushare nasi experience walioweza kuipata ndani ya chuo cha elimu ya biashara CBE campus ya Mwanza. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mahojiano hayo mazuri. Tunashukuru sana bwana Edward pia hapa. Kwa hiyo nikutakie jioni njema. Asante sana.